Mheshimiwa Sigula, kuna watu wanalia ndizi lakini mkungu si wao. Mheshimiwa Stella Manyanya, jiandae. Mheshimiwa Ntropia. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, lakini kwanza nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wake na timu yao yote ya uongozi, lakini kuu ya taifa, kwa kazi kubwa wanayofanya ya kusaidia kumshauri Mheshimiwa Rais inapobidi, lakini pia kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme tu kwamba kwa upande wangu kwanza nikumbushe, katika bajeti iliyopita niliomba boti kwa ajili ya uokoaji katika Ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa lina mawimbi sana na kila wakati kunatokea dharura. Hata hivi juzi wamefariki watu 2 pale Lipingu. Kwa hiyo naomba tupate boti la uokoaji. Lakini pia nikushukuru kwa gari ambayo umeiongeza katika wilaya yetu ya Nyasa. Niombe pia kupata chombo cha moto ikiwa ni pikipiki au gari kwa ajili ya tarafa ya Mpepo, ambayo nayo imekuwa kama imejitenga, lakini kuna maeneo hatarishi yale ya hifadhi za Lipalamba na pia ni mpakani. Kwa hiyo naomba pia utuangalie katika mazingira hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hiyo nizidi kuwapongeza wanawake viongozi katika wizara hii ambao wanatimiza wajibu wao vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, mengi wameongea wenzangu, na kwa kweli itabidi labda uwe kichaa usiweze kuungana nayo mkono, na yeyote atakayesimama atapenda lazima aizungumzie hoja hii iliyoleta utata na mkanganyiko kati ya nchi na hao wanaharakati. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa kuwa niko mwishoni sasa, tumesikiliza mambo mengi makubwa na mazito walioshauri waheshimiwa wabunge. Mimi nipende kusema jambo hili. Mheshimiwa Rais wetu, kama ambavyo tulimsikia kwa sauti ya Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini akiwa ni sauti ya mama, sauti ya mwanamke, alizungumza kwa sauti ya kukemea, kuonyesha kwamba ni jambo zito. Sisi dira yetu ya Tanzania ambayo inaisha muda wake imeweka amani na utulivu kama kipaumbele, na hata tunayoenda kwa nayo bado itazingatia amani na utulivu. Ndio tunu yetu ya taifa. Hatukuchagua pesa, hatukuchagua kitu kingine. Tumechagua amani na utulivu kwa sababu ndio kioo, ndio msingi wa maisha na ndio msingi wa maendeleo na amani na nchi yetu kuwa na furaha kwa ujumla wake. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme jambo moja. Mama yetu sisi sio mbaya, ni mtu mwema sana. Akazitambua R4 akizungumzia maridhiano, akazungumzia masuala ya uvumilivu, akazungumzia masuala ya kufanya marekebisho na kujenga upya. Kwa hali hii sisi na wenzetu hawa jirani zetu wa Kenya, sisi ni ndugu, sisi ni marafiki, sisi tunategemeana. Pamoja na hayo tulioongea, sisi tunawaambia wajitathmini, waangalie, warudi upya. Mheshimiwa ndugu yetu dada Martha, umetuangusha wanawake tunaolilia kupata nafasi nyingi za uongozi. Wewe unadanganywa na wanaume, unaenda kufanya vitu visivyostahili. Hujatuheshimisha kama wanawake. Kwani ulishindwa nini? Hata ungepiga simu kuomba appointment kwa Mheshimiwa Rais wetu, dada naomba uje naomba tuongee. Jambo hili likoje?
Umesahau kama huyu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio alienda kumtembelea Mheshimiwa Lissu akiwa Kenya hospitali. Taarifa. Umesahau. Taarifa. Ndio alienda kumchukua kule. Taarifa. Taarifa. Msemaji ni dakika 5 tu. Sasa unapotoa taarifa unachukua muda wake. Naam. Asante. Mheshimiwa Kirumbi. Umesahau. Ngoja Mheshimiwa Kirumbi. Mheshimiwa, nategemea ridhaa yako tu. Ukiona muda utoshi basi nitakaa. Nimeshakwambia ndio nimekuita hivi. Basi, asante sana. Nimekuambia toa taarifa yako. Mheshimiwa, nilitaka kumpa taarifa mzungumzaji ambaye anachangia vizuri. Majimboni kuna nini? Mbona kila mtu akija mtu akachanganyikiwa? Ni kwa sababu ya yaliyotokea jana tu Mheshimiwa, ndio yametuchanganya. Ya kule Zanzibar ndio yametuchanganya. Taarifa ni kwamba nilitaka kumpa taarifa mzungumzaji ambaye anazungumza vizuri kwamba wala Martha hakudanganywa na wanaume. Unajua kwamba mashetani wako wanaume na wanawake. Yeye ana ushetani wake mwenyewe peke yake. Mheshimiwa Manyanya. Asante kama umeona hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kusema kwamba hata Mheshimiwa Lissu alipokimbia nchi yake na kwenda nchi nyingine kule Ubelgiji, Mheshimiwa Rais wetu alimfuata akamwambia, mdogo wangu njoo twende nyumbani. Huu ni upendo wa hali ya juu. Lakini kimsingi sisi tunaheshimu mahakama. Hata bunge hili kesi ikiwa mahakamani hatuingilii. Tunasubiri mahakama ifanye kazi yake kwa uhuru. Wao kitu gani kiliwatuma? Mheshimiwa Martha Karua, kimsingi ulichezea masharubu ya Simba ukifikiria amekufa. Simba Tanzania hajafa, bado yuko macho. Ukigusa kipande cha ardhi tunakushughulikia, ukichezea mamlaka tunakushughulikia. Na nirudie tena kusema wakome. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivyo nimpe neno la faraja. Namzungumzia huyu mama tu, ndugu yetu dada Martha. Kukosea si tatizo. Tatizo ni kurudia kosa. Bado una nafasi ya kujiweka vizuri ili kesho uje kuwa kiongozi mzuri wa nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini mpigie mama, ongea naye kama dadako. Tunakushauri. Mheshimiwa Stella Manyanya, muda wako umekwisha. Naunga mkono hoja. Mheshimiwa Antropia, jiandae. Mheshimiwa Mariam Omar, jiandae.